Kitabu cha Hesabu sura ya 19 mstari wa 11 hadi wa 22. Tunaenda kuona miko ya kikuhani wa Kristo wakati wa mazishi matakatifu au mazishi ya kikuhani. Mtu agusaye maiti yeyote atakuwa najisi muda wa siku 7. Naye atajitakasa kwa yale maji siku 3, na siku ya 7 atakuwa safi. Lakini kama hajitakasi siku ya 3, ndipo siku ya 7 hatakuwa safi. Mstari wa 13. Mtu awaye yote agusaye maiti wa mtu aliyekufa asijitakase, yuatia unajisi maskani ya Bwana, na mtu huyo atakatiliwa mbali na Israeli. Maana hayo maji ya farakano hayakunyunyizwa juu yake, atakuwa najisi, unajisi wake ukali juu yake bado. Mstari wa 14. Hii ndiyo amri mtu afapo ndani ya hema, kila mtu aingiaye ndani ya hema hiyo na kila mtu aliye humo hemani atakuwa najisi muda wa siku 7. Mstari wa 15. Na kila chombo kilicho wazi kisichofungwa na kifuniko ni najisi. Mstari wa 16. Kisha mtu yeyote huko nje shambani atakayemgusa mtu aliyeuawa kwa upanga au mzoga au mfupa wa mtu au kaburi atakuwa najisi muda wa siku 7. Na kwa huyo aliye najisi watatwaa katika majivu ya kuchomwa kwake hiyo sadaka ya dhambi, na maji ya mtoni yatachanganywa na majivu katika chombo. Kisha mtu mmoja aliye safi atatwaa hisopo na kuitia katika hayo maji, naye atanyunyiza juu ya hema na juu ya vyombo vyote na juu ya watu waliokuwapo na juu yake yeye aliyegusa mfupa au mtu aliyeua au mzoga au kaburi. Na yule aliye safi atamnyunyizia huyo aliye najisi siku ya 3 na siku ya 7, na katika siku ya 7 atamtakasa, naye atazifua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa safi jioni. Mstari wa 20. Lakini mtu atakayekuwa najisi naye hataki kujitakasa, mtu huyo atakataliwa mbali katika mkutano, kwa sababu amepatia unajisi mahali patakatifu pa Bwana. Hayo maji ya farakano hayakunyunyizwa juu yake, yeye yu najisi. Mstari wa 21. Nayo itakuwa amri ya siku zote kwao, na yeye anyunyizaye maji ya farakano atazifua nguo zake, naye ayagusaye hayo maji ya farakano atakuwa najisi hata jioni. Amin. Mwisho 22. Mstari wa 22. Na kitu chochote atakachokigusa mtu aliye najisi kitakuwa najisi, na mtu atakayekigusa kitu hicho atakuwa najisi hata jioni. Amin. Somo nzuri ya kukumbushana namna ya kujitunza na kujilinda. Sehemu yenye matanga au nyumba ya matanga ni lango la uharibifu. Kwa mtu yoyote anayekimbilia kwenye nyumba ya matanga bila maarifa, anakwenda kuharibikiwa. Ndiyo maana makuhani wa Kristo tunasema mazishi matakatifu au mazishi ya kikuhani, kwa sababu kuna kanuni ya mazishi. Tunapokwenda sisi kwenye mazishi, kwenye nyumba ya mazishi kwa ajili ya kumsindikiza au kumzika mpendwa, tunapomaliza mazishi tunarudi kanisani, kama vile msomaji ametusomea ya kwamba wanakwenda kunyunyiziwa yale maji ya farakano. Haleluya. Katika kusoma anaeleza namna ambavyo maji ya mtoni yanayotiririka yanachanganya na nini? Na majivu na kadhalika. Sijasema ukachanganye maji na majivu, kwa sababu maji kuitengeneza kunahitaji maombi, na maombi ya maji ya farakano yana siku ngapi? Hapa pana kificho, pana fumbo. Haleluya. Unapoitunza namna kuitunza ili uyatengeneze, pana kificho.
Kwa hiyo maji matakatifu yapo ofisini kwa mama mteule. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunakuwa na utaratibu wa kutengeneza, wa kunyunyiziwa maji ili tuwache ule msiba, kimvuli cha maiti wapi? Pale kwenye matanga, tusiondoke nacho manyumbani mwetu. Kwa sababu unapochukua kimvuli cha matanga unakwenda nacho nyumbani kwako, kinakwenda kukuletea magonjwa kadha wa kadha. Mikosi na nuksi haviishi kwa sababu umekuwa najisi siku 7, na unajisi wako utakuwa endelevu. Ndio maana nasema siku ya 3 makuhani wa Kristo tukipata msiba wa watumishi, tafsiri yake ni kwamba siku ya kwanza tunahesabu, tukizika siku ya 2, siku ya 3 pananyunyizwa maji, tunafanya maombi. Haleluya. Tunafanya maombi siku ya 3 pale kwenye ule mji na kuwanyunyizia maji. Tunaanza siku ya kwanza baada ya kuzika, baada ya siku 3, baada ya kuzika tunahesabu siku 7. Amen. Amen. Ile siku ya 7 tunakwenda kukamilisha utakaso kamili wa ule mji, na wale wafiwa wanakuwa wametakasika sasa na wanaruhusia kwenda imani pa Bwana, yani kufanya shughuli takatifu. Sema amina kutosha. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa ufupi, tuna siku 3 baada ya mtumishi au mpendwa kupumzika. Siku ya 3 pana utakaso wa mji, na baada ya hapo tunahesabu siku 7 tunakwenda kukamilisha utakaso wa ule mji pamoja na wale wapendwa. Anasema ndani ya mji wa matanga panapotokea kifo, yani vyombo vyote vilivyokuwa vimefunguliwa viko wazi, vinakuwa najisi. Ndio maana mkione tunafanya utakaso, tunakuja na wainjilisti, wanakuja wanafanyaje? Wanaosha vyombo. Wakati mwingine paka nguo tunafua. Kwa hiyo hapa siku ya 7 tunakuwa tumekamilisha nini? Utakaso kwenye mji wa matanga. Kanuni ya maziko, mazishi matakatifu kwa makuhani wa Kristo, sisi hatunyoe kipara. Wewe unasema wanaukoo watanyonaje? Unanyoa kipara afu unasema ngoja nitakaa wiki 2 zikianza kotaota ndio nende kwa sababu hawatanyona. Ni kweli hatujakuona, lakini Roho Mtakatifu si amekuona? Amina. Sisi hatutaona kwa wakati ule. Amen. Lakini tutakapoanza kukombea, huyu mama mbona alikuwa anaenda vizuri? Shida imeanzia wapi? Tukizama kwenye maombi tunakuona umekaa kwenye kigoda, bibi anakunyoa nywele. Tukianza kukuuliza, siku hizi kuana anapekua maisha ya watu. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo asisi hatunyoe kipara, wala hatuvae sare, wala hatuagi maiti. Naomba nieleweke vizuri. Wanafamilia wanaokuwa wamepata msiba wanaruhusiwa kuangalia mwili wa mpendwa wao kwa mara ya mwisho, na sehemu maalum ya kuangalia mwili ni wapi? Hospitalini kule mochwari. Makuhani wakisha muandaa na kampaka mafuta wakamaliza, wakafunga jeneza alifunguliwi tena. Kwa hiyo mkienda kufungua, maana yake hapa mnaanza matambiko. Mkienda kufungua kwamba tunataka kumwangalia, maana yake hapa mmebadilisha utaratibu. Hapa mmeingia kwenye mila, mnaingia kwenye matambiko. Kwa hiyo siku ya 3 na siku ya 7 tunakamilisha utakaso. Kinachofuata hapa ni siku ya 40. Sema 40. Sema 40. Siku ya 40 tunakwenda kuanua matanga. Lakini wewe ukikumbatia ile ya Makristo kwamba siku ya 40 huko wanapika nini? Chakula. Wanasema sherehe ya nini? 40 ya marehemu. Amen. Ni kweli siku ya 40 ndio siku ambayo nafsi inafanyaje? Inatoweka sasa hapa kwenye huu ulimwengu. Inakwenda sasa, inapotea, kwa sababu nafsi inapotea. Roho imekwisha kwenda mbinguni, nafsi nayo imetoweka siku ile ya 40. Sasa wa ulimwengu na shetani kwa mbinu zake ametengeneza, kwa sababu ameelewa ya kwamba watu wamekimbia matambiko. Sasa ameitengeneza matambiko ya kisasa. Amebuni njia mpya ya matambiko ambayo sasa ameileta ndani ya kanisa.
Na matambiko mapya sasa ndani ya kanisa ndio ile sasa kuaga maiti ndani ya kanisa. Wanaweka jeneza, watu wanapita wanayangalia ile maiti. Kwani Mathayo anasemaje kuhusu uharibifu patakatifu pa Bwana? Hebu msomaji atusomee kitabu cha Mathayo sura 24 na mstari wa 15. Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 24 na mstari ule wa 15. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Nukta. Amen. Mtakapoona chukizo la uharibifu limesimama patakatifu pa Bwana, asomaye afahamu. Sasa leo tunaona ndani ya makanisa ibada ya mazishi ya kuaga maiti imeingizwa ndani ya kanisa. Je, imeandikwa kwenye Biblia? We angalia mazishi ya Kristo Yesu alipofariki, wanafunzi wake wale wasirini wale walipokwenda kumchukua kina Nikodema kwenda kumzika, ni wapi walimpeleka kwenda kumsalia ibada na wakamuaga? Haipo. Lakini hii ni kwa sababu shetani anatengeneza mbinu au njia mbadala ya matambiko ya kisasa ndani ya kanisa. Na ndio maana leo watu wanaingia ndani ya kanisa, alafu isitoshe wanakwenda kuomba na ibada ya kumsomea mfu siku ya 40. Namba 40 kibiblia ina sura tofauti tofauti. Mwanzilishi wa namba 40 ni Mungu mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 7 na kuendelea, wakati wa gharika ilikuwa ni hasira ya Mungu, adhabu. Akawapa wana wa Israeli adhabu. Akawapa ulimwengu adhabu baada ya mvua ya siku 40 iliponyesha katika nchi, akawapa adhabu kwa sababu alikuwa anataka kukiondoa kile kizazi. Amen. Kwa hiyo ilikuwa ni hasira ya Mungu iliwaka. Sema amina kutosha. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo namba 40 inaashiria jaribu. Namba 40 wewe inaweza kuashiria jaribu. Kisoma kitabu cha Mathayo, mtasoma nyumbani, Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 na kuendelea. Anasema Kristo Yesu amepandishwa mlimani afunge siku 40 mchana na usiku, ajaribiwe na shetani. Kwa hiyo 40, namba 40 kuna jaribu. Inaashiria nini? Majaribu. Lakini sisi ambacho tunataka kukigusa ni kipi? Msomaji nisomee Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 1 na mstari wa 3. Kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa 3 na mstari ule wa 3. Ndiyo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ndiyo, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kwetu sisi namba 40 ni ukamilisho wa kipindi fulani. Yani kile kipindi ambacho mwanadamu aliishi kimeisha. Ndio maana yani ukamilisho wa kipindi fulani, kipindi cha uhai wake. Kwa hiyo tunapokuja siku ya 40 maana yake tunakuja kufanyaje? Kumaliza. Safari yake imefanyaje? Imekwisha. Ukamilisho. Safari imefanyaje? Imekwisha. Sasa hapa kwenye kumaliza, lakini hapo ndipo shetani ametengeneza mlango sasa. Ndio mnakimbilia buchani. Mbuzi zinaletwa, kondoo zinaletwa, futari inatengenezwa, pilau zinapikwa, sina kadhalika. Kwa hiyo hapa shetani anaendelea kuimarisha uchawi ndani ya familia kupitia ile mazishi. Sema amina. Amen. Matanga ya Kikristo, ya kikuhani wa Kristo, sisi aturushe udongo kwenye kaburi. Hesabu 14. Tukisha kuzika, makuhani wakishaongoza wakumwaga mafuta na maji, usiye na kierere, mimi ni baba, sui ni mama, sui nani, unaenda kushika udongo unatupa. Waliosindikiza ule mwili siku ile ya mwisho wapo vipepeo, wenye mkia wapo, wanasubiria wewe ushike udongo utupe, alafu waseme, watamke.
Si unajua mamlaka ya kutamka, nguvu ya sauti. Wao wanatamka tu, wanamalizia. Tunazika uchumi wake kama tunavyomzika marehemu. Sasa wewe unahangaika kufanya biashara, mambo hayaendi. Wakati ukiende kwenye maziko, unakwenda kujizika mwenyewe. Unazika uchumi wako pamoja na marehemu. Unajua taa ikisha waka ndani yako, tunaanza kufata hatua zako. Huyu taa imewaka, maana yake anaanza kupandishwa ngazi. Ikizima, lazima naye kusimamia apekue kwa nini taa imezimika. Anapopekua ndio anakuta madudu. Sasa madudu bwasha, ulienda kula chakula cha 40.